Bwana, mambo vipi? Na tumai uko vizuri kabisa na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Simba Sports Club imelifuta benchi lake la ufundi. Na niseme Simba Sports Club kwa sababu unapozungumzia Simba unazungumza taasisi ambayo ina vilabu viwili. Ina Simba Queens ambao ni timu ya wanawake, lakini pia wana Simba Sports Club ambao ni timu ya wanaume. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Simba Queens wamelifuta benchi lao la timu ya wanawake na inasadikika kwamba wameondolewa wote, na hii ni baada ya kupoteza ubingwa kwenye ligi ya wanawake kwa msimu huu. Na kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba uongozi wa Simba haujafurahishwa na performance ambayo walionyesha Simba msimu huu. Ukumbuke msimu huu Simba ndio walikuwa mabingwa msimu uliopita, Simba Queens ndio walikuwa mabingwa msimu uliopita, lakini msimu huu pia waliongoza baada ya kumfunga JKT Tanzania. Walikuja kaongoza ligi kwa tofauti ya alama 2, lakini wakaja kufanya makosa kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa. Na kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa wakaja kupata sare, na baada ya kupata sare ya magoli 2-2 JKT akaenda kumfunga Yanga Princess, na baada ya JKT kuja kumfunga Yanga Princess akaenda kulevel alama, kwa maana ya kwamba kwenye gap ya alama 2 kujumlisha alama 1 ambayo alipata kwenye sare dhidi ya mchezo wa Mashujaa zikani alama 3. Ina maana JKT alipomfunga Yanga akaja kufikisha alama sawa na Simba, wote wakawa na alama zinazofanana. Tofauti yao ikawa ni magoli ya kufunga na kufungwa. On which JKT kwa msimu huu kwenye ligi ya wanawake walikuwa wamefunga mabao mengi zaidi kuliko timu nyingine yoyote kwenye ligi ya wanawake. Kwa hiyo ikawapa room ya wao kwenda kushinda taji la ligi ya wanawake kwa msimu 2024-2025, kitu ambacho kinaonekana hakijawafurahisha viongozi wa klabu ya Simba, na mwisho wa siku inasemekana kwamba wameamua kulifuta benchi lao lote la ufundi na kutafuta tena benchi lingine la ufundi ambalo litakuja kuanza na timu kwa msimu unaokuja. Kumbuke Simba Queens ni timu ambayo imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye ligi ya wanawake. Ni timu ambayo imefanya usajili mkubwa sana, ni timu ambayo imepambana kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa, na wamepambana kuhakikisha kwamba wanaweza kutetea ubingwa ambao waliochukua msimu uliopita, lakini kwa bahati mbaya mambo yakashindwa kuwa vizuri. Na kumbuke msimu uliopita Simba walikuwa mabingwa wa ligi ya wanawake, timu ikiwa chini ya Juma Mgunda pamoja na Musa Hassan Mgosi, na baadaye Mgunda aliondoka akaenda kujiunga na timu ya wanaume. Kwa hiyo Musa Hassan Mgosi akaenda kumaliza msimu, lakini walikuwa tayari ni mabingwa. This season wakaanza na mwalimu mwingine, mwalimu wa kigeni, lakini kidogo mambo akaenda tofauti. Mpaka sasa tunapozungumza tayari wamepoteza ubingwa wa ligi ya wanawake na ubingwa umeenda JKT Tanzania. Maana JKT Tanzania pia ndio ambao watakuwa wawakilishi wa mashindano ya klabu bingwa ya wanawake barani Afrika kwa msimu 2025-2026, kitu ambacho kwa uongozi wa Simba wamekiona kama ni sio kitu kizuri. So wameamua kuhakikisha kwamba wanasimama imara, wanabadilisha benchi la ufundi na watafuta benchi lingine la ufundi ambalo itakuja kuiongoza Simba kwa msimu unaokuja. Simba Queens ni timu ambayo imefanya usajili mkubwa sana msimu huu, imeingiza wachezaji wengi wenye ubora wa hali ya juu, na wamejitahidi kufanya uwekezaji mkubwa sana ambao umewapa room ya kudominate soka la wanawake. Kumbuke pia Simba Queens ni timu ambayo inashikilia pia record ya kuchukua ubingwa wanawake mara nyingi kwa mfululizo. Leo kuchukua mara 3 mfululizo, tofauti na timu zote ambazo zinashiriki ligi ya wanawake. Na miaka yote pia washindani wake wakubwa wamekuwa ni JKT Tanzania, wamekuwa pia ni JKT kwa maana Fountain Gates, wamekuwa ni Yanga Princess, ingawa sio sana, lakini kwa sasa wanatafuta benchi lingine la ufundi ambalo litakuja kuongoza timu kwa msimu unaokuja. Hakikisha kwamba una follow Instagram, natumia Alex Ngereza, lakini pia Freddy pamoja na X utanipata kwa jina hilo la Alex Ngereza. Kwenye mitandao yote ya kijamii utanipata kwa jina la Alex Ngereza, mpaka TikTok kule na mitandao mingine ya kijamii, lakini Facebook pekee ndio mtandao ambao mimi siutumii, lakini kwa mitandao mingine jina hilo la Alex Ngereza.